Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana rafiki yangu. Siku ya leo twende tukatafakari neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 16. Lakini tutatafakari kwenye mistari miwili, mstari wa 15 na 16. Ila nitaisoma mistari yote. Neno la Mungu linasema, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani, wenye kuijua hiyo kweli. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukrani, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Mstari wa 6. Wakumbushe ndugu mambo hayo, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu, na mzoevu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata. Basi hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utauwa. Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini utauwa hufaa kwa mambo yote. Yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwapo baadaye. Mstari wa 9. Ni neno la kuaminiwa, tena la stahili kukubalika kabisa. Kwa maana twajitaabisha na kujitahidi kwa kusudi hili, kwa sababu tunamtumaini Mungu aliye hai, aliye Mwokozi wa watu wote, hasa wa waaminio. Mambo hayo uyaagize na kuyafundisha. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Usiache kutumia karama ile iliyomo ndani yako, uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono na wazee. Uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Amen, amen. Rafiki yangu, tutakwenda kutafakari neno la Mungu kutoka katika kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 na ule mstari wa 15 na 16. Tumesoma mistari mingi ambayo iliyokuwa ikielezea namna na jinsi mtakatifu anapaswa kuwa na kuenenda, mtumishi wa Mungu anapaswa kuwa na kuenenda, namna ambavyo unastahili kuishi na kuenenda katikati ya jamii unayoishi na watu unaoishi nao, na namna unavyotakiwa kutumika. Lakini hapa mwisho anamalizia kusema, uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Mstari wa 15 na 16 unatupa kitu cha kujifunza hapo, kwamba uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri
kwa watu wote. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na mafundisho yako utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Bwana Yesu asifiwe sana rafiki yangu. Kitu ambacho natamani tujifunze, tutafakari sana kwa kina, kinatoka kwenye huo mstari wa 16 kwamba jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Hapa tunazungumziwa sisi watumishi ambao huwa tunafundisha, tunahubiri, tunaimba, tunaomba kwa habari ya wito ule ambao Mungu aliweka ndani yetu. Na alipokuwa anakaribia kusema jambo hili, alianza kwenye ule mstari wa 14, anasema usiache kutumia karama ile iliyomo ndani yako, uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Usiache kutumia karama ile iliyo ndani yako. Lakini unapoendelea kuitumia karama hiyo iliyoko ndani yako, iliyoko ndani yangu, anatukumbusha kitu cha muhimu sana, kwamba jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Nijitunze nafsi yangu na mafundisho yangu. Kile ninachokifundisha niweze kukiishi. Yaani kabla mwingine hajakiishi, nikiishi kwanza mimi. Kile ninachokiomba kabla mwingine hajakiishi, nikiishi kwanza mimi. Kile ninachokiimba, kile unachoimba, kile unachohubiri, kile ninachohubiri, nikiishi kwanza mimi kabla mwingine hajakiishi. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Unafundisha nini? Ninafundisha nini? Je, kile ninachofundisha ndicho ninachokiishi? Kile ninachofundisha ndicho ninachokifanya, ndicho ninachokitenda? Au ninafundisha vingine, ninaishi kwa vingine? Ninafundisha kingine, ninatenda kingine? Ndio maana anasema jitunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Hapa tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa kufundisha kitu, wa kuhubiri kitu, wa kuimba kitu, wa kuomba kitu, wa kufanya kitu cha kimungu, afu ukaishi namna nyingine tofauti kabisa na kile unachokifanya. Kwa hiyo ndio maana huwa tunakumbushwa mara zote, kwenda mbinguni au kuishi maisha matakatifu sio kwa kufanya huduma, sio kwa kuitumia ile karama iliyoko ndani yetu ipasavyo sawa sana inavyotakiwa, wala sio kwa kuimba au kuhubiri sana ndo kutatufanya tuende mbinguni. Hapana, ila kitakachotufanya tuweze kurithi uzima milele, tiketi ya kwenda kurithi uzima milele, ni kujitunza nafsi zetu, na mafundisho yetu. Yaani kujitunza nafsi yangu na mafundisho yangu, wewe kujitunza nafsi yako na mafundisho yako. Kile unachokihubiri jitunze, kama unachokifanya unakifanya kwa nia njema. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Kuna somo nimefundisha hapo nyuma linasema uwe na imani na dhamiri njema. Maana yake ukiwa na imani na dhamiri njema utajitunza nafsi yako na mafundisho yako. Maana yake kile unachokifundisha, kile unachokihubiri, kile unachokiimba ndicho hicho na wewe utakiishi, kwa sababu dhamiri yako ni njema, unataka kuurithi uzima wa milele. Dhamiri yako ni njema, watu waokolewe, wapate kuurithi uzima wa milele, na wala sio kwa ajili ya kupata umaarufu au kupata mali na fedha za dunia hii. Kwa kuwa kile unachokihubiri ndicho unachokiishi. Ukihubiri kwa habari ya upendo, basi wewe mwenyewe uwe wa kwanza kuonyesha upendo. Ukihubiri kwa habari ya utakatifu, basi wewe mwenyewe, mimi mwenyewe niwe mwanzo wa kuonyesha
namna ya kuishi maisha matakatifu. Nikiimba kwa habari ya kusamehe, mimi mwenyewe niwe wa kwanza kusamehe. Sio ninaimba kusamehe afu mimi kuna watu nimeweka moyoni sijawasamehe. Unaimba kusamehe afu kuna watu umeweka moyoni hujawasamehe. Rafiki yangu, hapo unaenda kinyume na hili andiko. Haujajitunza nafsi yako na mafundisho yako. Unasema watu waache dhambi, wewe mwenyewe ndo wa kwanza kutenda dhambi. Unasema watu wasiibe, wewe mwenyewe ndo wa kwanza unaiba. Unafanya unahujumu mambo ambayo hata mtu ambaye hajaokoka, ambaye haubili, atendi kazi ya Mungu, hayafanya hayo mambo. Unasema usizini, wewe ndo wa kwanza, mimi ndo wa kwanza kuzini. Ninakuwa ninaenda kinyume na hili andiko. Ndio maana nasema jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Kwa maana tiketi yetu ya kwenda mbinguni sio sisi kuwa watumishi. Tiketi yetu ya kwenda mbinguni ni kuishi maisha matakatifu, ni kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Tiketi ya kwenda kuurithi uzima wa milele. Ukishamwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, inatakiwa niishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Hiyo ndiyo itakayonipa nafasi na kibali cha kwenda kuurithi uzima wa milele. Uzima wa milele ambapo anasema pia kwamba dumuni katika mambo hayo. Dumuni katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako. Kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako. Utajiokoa nafsi yako, lakini sio nafsi yako tu, na wale wakusikiao pia, wale wanaokusikia, wale tunaokusikia, wale wanaonisikia, nitaweza kuwaokoa na wao. Kwa sababu kuna vitu vingine katika nyakati hizi za mwisho, kama tulikuwa pamoja ule mstari wa kwanza anasema, basi Roho anena wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Katika nyakati hizi za mwisho Yesu Kristo yupo karibu kurudi, bado kitambo kidogo sana. Ili uweze kuwahubiria wengine na wao wapate kuokoka na kugeuka, lazima wewe mwenyewe ukiishi kile unachokihubiri, unachokifundisha, unachokiimba, ukiishi. Ndio maana namalizia kusema utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Manake wale wanaokusikia kabla hawajabadilika ndio watakusikiliza, lakini wakiendelea kukusikiliza wakaangalia unachokisema na unachokitenda ni tofauti, ni wachache sana watakao kubali kugeuka, ni wachache sana watakao kubali kumpokea Yesu. Ila wengi wakiona unachokisema na unachokitenda ni tofauti, lazima na wao watarudi nyuma. Haiwezekani unasema tuache uzinzi, mimi nasema tuache uzinzi, afu mimi ndo nakuwa wa kwanza kuyatenda hayo. Je, wale ninaowaeleza wao watakubali kweli kuyaacha na wakati ndio wanaoyatenda? Kwa hiyo tunatakiwa tujifunze kujitunza nafsi zetu na mafundisho yetu. Yale tunayoyafundisha, yale tunayoyahubiri, yale tunayoyaimba, yale tunayoyaomba, tujifunze namna na jinsi ya kuweza kujitunza nafsi zetu na hayo mafundisho yetu. Sasa tunawezaje kujifunza na tunawezaje kujitunza nafsi zetu na mafundisho yetu? Ukisoma mstari wa 15 ndo unatuelezea namna gani tunaweza kujitunza. Anasema uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Maana yake unatakiwa uwe mtu wa kutafakari sana kile unachokifundisha, uwe mtu wa kutafakari sana kile unachokihubiri, uwe mtu wa kutafakari sana kile unachokiimba, uwe mtu wa kutafakari sana kile unachokiomba, uwe mtu wa kutafakari sana kile unachokinena, unachokitoa, ule unabii unaotoa, unaonena, unaowaambia watu. Uwe mtu wa kutafakari sana. Maana yake kwa kufanya hivyo, ukiwa mtu wa kutafakari sana, uwe mtu utafakari hayo, ukae katika hayo. Ukiwa mtu wa kutafakari sana juu ya kile unachokifundisha na kuhubiri, automatically yani utajikuta wewe unaanza kuishi kile unachokihubiri, unaanza kukiishi kile unachokihubiri. Biblia mahali pengine inasema ya ujazayo moyo ndio yanayomtoka. Maana yake kadri unavyozidi kutafakari kile unachokifundisha, unachokihubiri, unachokiimba, ndicho kitaenda kujaa ndani ya moyo wako, na kikishajaa ndani ya moyo wako
kitatoka nje na watu watakiona dhahiri. Lakini wewe usipokuwa mtu wa kutafakari kile unachokifundisha, utajikuta unachokifundisha ni tofauti na unachokiishi. Kwa hiyo watu wakiangalia matendo yako na maisha yako na kile unachokihubiri, wanaona ni vitu viwili tofauti, tayari unakuwa umewapoteza. Kwanza unakuwa umepotea wewe mwenyewe kama Biblia inavyotuambia, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako. Maana yake ukitenda ukaishi tofauti na kile unachokihubiri, unachokifundisha, unachokiimba, utakuwa kwanza umejipoteza wewe mwenyewe, utakuwa umeipoteza nafsi yako. Lakini pia na wale wanaokusikiliza, wanaokusikia, wale wanaonisikiliza, wanaonisikia, tunaokusikiliza, utakuwa umetupoteza, nitakuwa nimewapoteza. Kwa hiyo ili nisiwapoteze, inatakiwa niwe mwenye kutafakari yale ninayowafundisha na nikae katika hayo, kwa sababu nikiyatafakari lazima nitakaa katika hayo. Na pia ili kuendelea kwangu kuwe dhahiri kwa watu wote, ili kuendelea kwangu, kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote, kila anayekuona ajue kabisa hakika huyu ameokoka na nampenda Yesu, huyu ameokoka na safari yake ni ya kwenda mbinguni. Rafiki yangu, tuko nyakati za mwisho. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, watu watakuwa wenye kufuata roho danganyazo. Yaani watu wanapenda vitu rahisi, vitu vyepesi. Kwa hiyo na kuna watu wengi sana wanaweza kuwa wanahubiri, wanafundisha, lakini kila wanachokifundisha sicho wanachokiishi. Sasa na watu pasipo kujua wanajikuta wanaenda tu hivyo hivyo, wanafuata hivyo hivyo, kumbe tayari wanapotea, tayari wamepotezwa na yule mtu, kwa kuwa na yeye mwenyewe ameshapotea. Yani yeye ameshapotea, alafu na wanaomfuata, wanaomsikiliza automatically lazima watapotea. Ndivyo maandiko yametuambia, kwa maana utajiokoa, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Manake usipofanya hivyo, usipoishi sawa na kile unachokihubiri, unachokifundisha, unachokiimba, usipofanya hivyo, manake wale wote wanaokusikiliza, yani wewe unakuwa umepotea na wale wote wanaokusikiliza pia wanakuwa wamepotea. So ili usiwapoteze wengine, ili usipotee wewe na usiwapoteze wengine, hakikisha unatafakari hayo na ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Unayatafakari mambo gani? Unatafakari hayo unayoyafundisha, hayo unayoyahubiri, hayo unayoyaimba. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Rafiki yangu, tuko nyakati za mwisho sana. Yesu Kristo yupo karibu kurudi. Mara zingine huwa nikilala, nikiamka, nawaza hivi, kweli Yesu hajarudi akaniacha? Moyo wangu unaumia sana. Siku Yesu akarudi afu mimi nikabaki, itakuwa ni huzuni kubwa sana. Wakati mwingine huwa hadi naogopa, nawaza, nasema, je, Yesu hajarudi kweli? Yesu hajarudi kweli? Hajaniacha kweli? Hadi kuna siku moja nakumbuka, nikaamka, nikakupuka, nikasema ngoja niangalie basi hata mtandaoni, maana sina wa kumuuliza, maana nilikuwa nimelala peke yangu, sina wa kumuuliza. Nasema au Yesu amerudi? Mbona kama kimya sana? Mbona kama kimya? Nikaangalia mtandaoni, nikaona kumbe bado hajarudi, kwa sababu niliona sijapata taarifa yoyote kule mtandaoni ambayo inazungumzia habari ya watu kupotea, watu hawaonekani, hawajulikani waliko. Nikajua kumbe Yesu bado hajarudi, maana na mimi mwenyewe natamani niurithi uzima wa milele. Nahitaji kuurithi uzima wa milele. Siku zote, mara zote, huwa ninapozidi kulitafakari neno la Mungu, linazidi kunijenga na kuniimarisha. Lakini huwa nayatafakari sana yale ninayoyahubiri na kuyafundisha. Je, na mimi nimesimama kwenye mstari ule ule ninapowaeleza wenzangu tuombe, ninapowaeleza wenzangu Yesu Kristo anarudi? Je, nimo miongoni mwa wale watakaourithi uzima wa milele Yesu akirudi? Huwa natafakari sana rafiki yangu. Tujitunze nyakati hizi za mwisho, Yesu Kristo anarudi. Tujitunze, tusikubali kuachwa, tusikubali kubaki, tusikubali Yesu Kristo akirudi tubaki katika ulimwengu, tusikubali hata ikitokea tukafa kabla hajarudi, tusikubali tukafa
katika dhambi, katika uharibifu, katika uovu, maana atakaporudi watakao kufa katika Kristo Yesu watanyakuliwa kwenda kuurithi uzima wa milele. Tutanyakuliwa kwenda kuurithi uzima wa milele. Ni shauku yangu, rafiki yangu unayenisikiliza, usikubali kubaki katika hali hiyo. Usikubali kuendelea kutumika wakati huna uhakika wa kuurithi uzima wa milele. Usikubali kuendelea kuhubiri na kuimba na kutoa wakati hauna uhakika wa kuurithi uzima wa milele. Rafiki yangu, ni wakati huu sahihi ninaomba tukapate kuomba mbele za Mungu neema ya Mungu ya kutuwezesha kuishi maisha matakatifu, ya kutuwezesha kuishi sawa sana kile tunachokihubiri, sawa sana kile tunachokiomba, sawa sana kile tunachokifundisha, sawa sana kile tunachokiimba. Tuitake sana neema ya Mungu katika kuyatafakari yale tunayoyahubiri na kuyafundisha. Yangu naomba nifuatishe maombi haya ili tuende kuitaka neema ya Mungu juu ya yale tunayoyafundisha na kuyahubiri. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninajua ya kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ulikufa msalabani, ukazikwa kaburini, na siku ya tatu ukafufuka ili upate kuniokoa mimi kutoka katika uovu na uharibifu. Bwana, neno lako leo katika Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 15 na 16 imenihimiza kwamba niyatafakari sana, niyatafakari yale ninayoyafundisha na nidumu katika hayo, Bwana, ili nisije nikaipoteza nafsi yangu na nafsi za wale wote wanaonisikia. Mungu wangu, ninaomba unipe neema ya kuishi sawa sana kile ninachokihubiri. Naomba unipe neema ya kuishi sawa sana kile ninachokifundisha. Naomba unipe neema ya kuishi sawa sana kile ninachokiomba. Naomba unipe neema ya kuishi sawa sana kile ninachokiimba. Naomba unipe neema ya kuishi sawa sana kile ninachokionya. Bwana wangu na Mungu wangu, nipe neema ya kuishi sawasawa na mapenzi yako, sawasawa na neno lako, sawasawa na vile unataka, Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kama vile ulivyonipa neema ya kuhubiri na kufundisha na kuimba na kuomba, Bwana, na kutoa unabii, nipe neema ya kuishi sawasawa na kile ulichokiweka ndani yangu, Mfalme wa amani, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ili kuhubiri kwangu, kutumika kwangu kusiwe tofauti na matendo yangu, Bwana. Niwe tajiri wa matendo mema, Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho neema, Mungu mwaminifu, nisaidie kuishi sawa na mapenzi yako, nisaidie kuishi sawa na neno lako, nisaidie kuishi sawa na utukufu wa jina lako. Nisaidie Bwana, natamani nikaurithi uzima wa milele, nahitaji nikaurithi uzima wa milele. Asante Bwana wangu na Mungu wangu, asante Mfalme wa wafalme, asante Jehova Jire, Jehova Nisi. Bwana wangu na Mungu wangu, ninakushukuru kwa kuwa unanipenda, ninakushukuru kwa kuwa unanijali. Asante kwa mkono wako wenye nguvu ambao hujapungua juu yangu. Kwa utukufu wa Yesu Kristo Mwokozi wangu aliye hai, nimeomba nikiamini. Amen.